Na wewe pia tutuambia mchezo umekwaje na leo umepata ushindi wa goli mbili. Karibu sana. Kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama na tumepata ushindi wa magoli mawili. Mimi naamini kipindi cha kwanza kimechezeka Zenji na kipindi cha pili kinaenda kumalizika Chamazi. Kwa hiyo mchezo wa leo ni umeisha kwetu. Walimu ni wameona jinsi gani kitu gani tumekitoa uwanjani. Yapo mazuri tuliyofanya na pia kuna mabaya pia tuliyofanya. Kwa hiyo tunarudi katika uwanja wa mazoezi ili mali tuweze kumalizia mchezo wa pili Chamazi. Sawa, sorry. Karibu. Yes. Captain, mambo vipi? Kama kawa. Kwanza hongera kwa mchezo wa leo. Pili, unajisikia ni kwa moja kati ya mchezaji ambaye kikosi chake kina asilimia kubwa zaidi ya kuweza kufuzu katika hatua ya group stage. Ni ndoto ya kila mchezaji wa Azam FC kufanikisha timu hii kwenda kwa mara ya kwanza katika group stage. Kwa hiyo ni tupo katika malengo ya timu, na mchezaji kama mchezaji kukamilisha malengo ya timu ni unakuwa so proud. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuweza kuingia na akili nzuri katika mchezo wa pili, kwani maajabu mengi sana katika mpira ni yameshatokea. Mtu anashinda goli 3 nyumbani au away, goli zinakuja kurudi nyumbani kwake. Kwa hiyo ni sisi kuwa na mentali nzuri ya upambanaji tukiwepo nyumbani kwetu, na ninaamini kupitia walimu wetu tutaweza kuonyesha mchezo mzuri sana na wenye kuleta magoli kwa Azam FC hatimaye kuweza ku reach group stage. Karibu Sajo. Taarifa ni kwamba nyinyi ni timu pekee tokea Tanzania bara ambao wameondoka na ushindi kwa mchuano hii kafu. Kama ulivyosema kuna mpira na maajabu yake. Leo ambapo mmecheza na KMK na kuona ushindani walionao uwanjani, nini hasa tukitegemea kwenye mechi ya vijana za mkoa? Mimi ninaamini tutaingia kama tulivyoingia kupush katika uwapa mchezo, kwani ni mlikopo muna tuona toka dakika ya kwanza tupo katika kushambulia zaidi ili mali tuweze kupata magoli ya mapema. Kwa hiyo ni jinsi gani kuangalia mwalimu wetu game plan atakayokuja nao katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo sisi ni wafanyaji kazi, kile tunachokipokea kutoka kwa walimu wetu ndio kile tunachokideliver katika uwanja wa mechi. Kwa hiyo ni yeye na benchi lake kuona jinsi gani tutakavyoingia katika mchezo huu hapo wa nyumbani, lakini ninaamini tutaonyesha mchezo mzuri wenye kuvutia na wenye kuleta matokeo kwa Azam FC ili madi kuweza kuvuka katika hiyo pato. Naamini kuna nyakati tulikosa umakini na tukatoka katika game plan yetu, na ninaamini mwalimu aliweza kuturudisha katika dakika fulani, dakika 25 20 ngapi za mwishoni tukaweza ku create chance ambayo mwenzetu ameimiss katika 6 au 5. Kwa hiyo ni jinsi gani kuona tunacheza katika mchezo wake na tusitoke katika mchezo anahitaji tucheze. Mimi ninaamini anatufundisha vizuri, na sisi kama wachezaji inabidi tukae tuzungumze. Tulipata magoli mawili na tukarudi kidogo chini na hatimaye tumerudi katika kipindi cha pili hatujaongeza goli, na mimi niseme magoli mawili ni mengi sana kwetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini tutaenda kumaliza hapa mchezo tukiwepo nyumbani. Sasa mchezo wa mwisho bila shaka ni utakuwa makundi, basi mtakuwa na furaha pamoja. Unawaambia nini? Kwanza niweze kuwakaribisha mashabiki wanaopenda mpira mzuri kuweza kukaribia siku hiyo, kwani ninaamini Azam FC inacheza mpira mzuri sana, na nipende kutoa nafasi ya upendeleo kwa mashabiki wa Azam FC, kwa maana wamekuwa wakitupush sana. Leo nimeona wamesafiri na sisi mpaka huko wengine, na tukiwepo katika uwanja wetu wa nyumbani wagawana kuja kwa wingi. Kwa hiyo niweze kuwakaribisha, kwani timu yao inaonyesha burudani nzuri na tutawapatia zawadi ya matokeo ili mali kuweza kufuzu katika group stage. Maswali mawili ya mwisho. Mimi ninahisi tuna push ili mali tuweze kufungua mchezo kwa goli, na kama umeweza kuona kwamba tunaweza kuwafungua wapinzani na kuweza kupata goli, ni kitu kimoja ambacho mwalimu wetu kashafanikiwa. Kwa hiyo ni sisi jinsi gani kuona tuna stay katika ile njia ambayo tulioipata goli ndio tuendelee kucheza nayo, na tunatumia nguvu kubwa sana mpaka kulipata hilo goli moja, na hatimaye tuna take time ambapo kuipata goli la pili. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuona jinsi gani tunaweka umakini mkubwa kama tukipata timu kama leo, kama tuna dominate mpira muda mwingi, tukipata goli moja tuongeze goli la pili. Kwa hiyo ni sisi kama timu kukaa kuzungumza ili mradi tutoke katika hicho kipindi tuje katika kipindi ambacho tunachoweza kudominate mpira mwingi na kuongeza magoli. Simba afu la nyongeza tunamaliza.
lakini tumeweza kupush kadri ya uwezo wetu, tumeshinda kupata goli. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tutaingia na mentality nzuri katika uwanja wetu wa nyumbani ili mali tuweze kupush, tuweze kupata magoli mengine. Tumalize na Captain Tolly, ingilisho wachezaji wa Kongo kama hili Mao Jafet Kitamba waliongeza chatu kwa kiasi gani kama wachezaji timu kama na kuweza kufanya vizuri, kuweza kutanguliza mguu mmoja mbele kwenye michuano hii? Ni wachezaji wenye experience kubwa sana, ni wachezaji ambao wameshacheza mashindano mbalimbali. Ukimzungumzia kakaangu Imidi, ni mtu aliyekaa katika timu yetu muda mwingi, akatoka akaenda akacheza professional. Leo hii amerudi katika timu yake ya nyumbani. Kwa hiyo anatuongezea uzoefu mkubwa sana. Kwa nyakati zake hakuweza ku reach group stage. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani, ushauri gani anaweza kutupa ili madi vile ambavyo alivyokuwa anaviona nyakati ambazo yupo visiweze kutokea sasa hivi. Anatumia muda mwingi sana kuzungumza na vijana ambao tunaokuja ili mradi kuweza kufanikisha malengo ya timu. Kwa hiyo ana mchango mkubwa sana ndani na nje ya uwanja kwa ujumla.